Sauti ya Mwafrika. Siku mbili hizi tatu tumeweza kuona mzozoro mkubwa sana ambao unaendelea pale United States of America, ambapo yule Rais Trump pamoja na ambaye alikuwa ni rafiki yake mkubwa sana wanazozana kwenye mtandao, yani wanazozana live, watu wakiona dunia mzima, ambapo ni yule jamaa anajiita Elon Musk ambaye ni moja wa bonga la tajiri dunia mzima, ambaye anamiliki vifaa ambavyo kiukweli kabisa ni vifaa ambavyo ni the most expensive gadgets kwenye hino dunia. Bana, sasa nataka kuletea habari tu hapa kwa ufupi kutoka dada yetu ambaye amechuja mpango mzima wa historia nzima mwanzo mwisho, tuweze kuona ni jinsi gani ambavyo sisi kama Afrika tutaumia kutokana na mzozo huno, na sisi kama Afrika tutafaidika vipi kutokana na mzozo wao ambao wako nao. Je, dunia itasimama kwa minajili ya mzozo wao ambao unaendelea, ama dunia itaendelea kama kawaida, ama dunia itakuwa mahali pazuri baada ya kwamba viongozi hao wamegombana? Kama tunavyojua wazi ya kwamba wale wenzetu kutoka nchi za uzunguni na Amerika wamezoea sana ya kwamba nchi za Afrika endapo zitakuwa na mizozo yoyote ama ya aina yoyote ile, hao ndio wanafaidika kwa njia moja ama nyingine. Sasa tumeweza kuona nchi ya Amerika ambapo iliweza kutoa ile ambayo inaitwa financial bill, ambapo ni uchukuaji wa ushuru kutoka kwa wananchi wa Amerika, ambapo yule mwenzake alikataa na kusema kwamba ule ushuru uko juu sana kulingana vile ambavyo walikuwa wameamua kabla ya kuenda kwenye uchaguzi, ambapo huyu ambaye ni Elon Musk aliweza kutumia pesa zake nyingi sana kwa minajili ya kwamba Trump aweze kusimama kwenye uongozi, ikizingatiwa ya kwamba Trump tayari alikuwa tayari kwenye uongozi. Kundi kubwa sana alikuwa linamchukia kwa zile kauli ambazo alikuwa akizitoa. Kikweli kabisa punde tu, yani immediately alipoingia kwenye ule uongozi kuchukua nafasi ya kutoka kwa Biden kama rais wa Amerika, aliweza kutoa kauli kali sana ambazo baadhi zilipendezesha nchi za Afrika na zingine zilionekana kama zinaumiza nchi za Afrika. Kauli moja hapo ambazo zilipendeza nchi za Afrika ni ile kauli ambapo huyu Trump aliweza kusimama na kusema kwamba anapinga ushoga kwa aina yote ile. Yani mapenzi ya jinsia moja, mwanaume na mwanaume, kamwe kabisa haruhusu, na mapenzi ya jinsia moja, mwanamke na mwanamke, lesbianism, kamwe kabisa yeye hatoruhusu vitu kama hivyo viweze kuendelea kwenye nchi yake ya Amerika. Ovuiche nchi nyingi sana za Afrika ziliweza kumpongeza, na watu wengi sana wa Afrika waliweza kumpongeza, na dini ambazo ni dini kuu hapa duniani, Islamic pamoja na Christianity, waliweza kupongeza kitendo kile ambacho Trump aliweza kuchukua kupinga ushoga Amerika. Maana tunajua wazi kabisa Amerika ni nchi ambayo ilikuwa ina support ushoga dunia mzima, na ilikuwa ina support ushoga kwa njia moja ama nyingine, kutumia hela zake na kutumia nguvu zake za kijeshi ambazo Amerika wako nazo. So alipoingia mzee na kukataa kabisa ule mswada, kikweli kabisa ilionekana kama ni afueni kwake. Na mswada mwingine ambao aliuleta, ambao ulichukiza ama ulileta taswira tofauti kwa nchi za Afrika, ni pale ambapo alikata kabisa miswada ambayo ilikuwa ipo pale awali, ambapo ilikuwa inatolewa na nchi ya Amerika kupitia USAID ili iweze kusaidia watu ambao hawajiwezi ndani ya Afrika na dunia mzima. Huyu jamaa aliweza kuikatisha na kusema kwamba kuanzia hiyo siku aliyoingia kwenye uongozi, alipia na miezi mitatu ambao ni siku 90 baadaye, ya kwamba hakutakuwa tena na misaada yoyote kutoka Amerika kwenda kwenye hizo nchi za Afrika ili kwenda kusaidia kama ilivyokuwa awali. Na mswada mwingine pia vile vile ambao aliutoa na bado ukachukua nafasi immediately, ambao ulifanya mpaka nchi nyingi nitasema duniani zikakuwa affected in one way or another, ni pale ambapo huyu Trump aliweza kusimama na kuregesha wale immigrants ambao walikuwa kwa ile nchi ya Amerika, ambao walikuwa wameenda pale kwa minajili ya kufanya kazi miaka yote hiyo iliyopita. Marais wote waliopita walikuwa kwa pale, wengine walikuwa kwa pale validity, walikuwa kwa yani wana vibali vyao vya kwamba wanaishi pale kwa uzuri ama kwa registration, pamoja na wale wengine ambao walikuwa wanaishi pale ambao hawakuwa na vibali vya kwamba waendelee kuishi pale kama makao yao pale Amerika. Lakini huyu mwamba alipoingia tu immediately aliweka kauli yake na kusema kwamba watu wote ambao kwa Amerika waweze kutoka, ambao wametoka nchi za Afrika ambao hawana vibali maalum kukaa pale kwenye ile nchi. Tuliweza kuona sana baadhi ya Wakenya, wa Tanzania, wa Uganda, wa Chad, all those African countries, Ghana, Nigeria,
Wengi wao ambao walikuwa pale walifurushwa na kurudi makwao kwa wingi sana na kwa ukubwa sana, hata nchi yao jirani ambayo ni ya Mexico, na baadhi wengine akaja akatoa msaada baada ya kwamba amesema kwamba anataka nchi ambazo ziko Afrika ziweze kukubali kulipwa pesa ili waweze kupokea baadhi ya watu ambao wako Amerika ambao wana nihohehahe, yani of which tuliona ile nchi ya Kagame Rwanda, ambapo waliweza kukubali pesa kutoka kwa Trump ama kutoka kwa serikali ya Amerika, wakakubali ile pesa na mzigo wa watu ama watu wakachukuliwa kutoka Amerika ambao ni migrants ambao walikuwa kama wamefungiwa ili waregeshwe kwao, lakini sasa hawakujulikana kwao watakakoregeshwa ni wapi, wakachukuliwa wakapelekwa nchi ya Rwanda ili waweze kuwa dumped kule kwa sababu hawana makwao, na Rwanda ikaweza kulipwa na nchi ya Amerika ili iweze kupokea wale watu. So kwa ufupi hapa tunaweza kuona kwamba Trump amejaribu juu chini ili kutengeneza ama kufanya maisha ya Amerika irudi kama pale awali, yani utajiri uenee kwa kila mti, kwa kila mji, kwa kila yeyote yule ambaye anafanya kazi na ambaye hafanyi kazi, bora tu awe yuko ndani ya Amerika. Lakini kiukweli ni kambe kama anaanza kushindwa, ndio maana akaamua afanye juu chini ili aongeze ushuru upande maisha yaweze kwenda kawaida. Sasa nakupa huyu dada yetu ambaye amefuatilia hii story kwa karibu aweze kutuelezea mwanzo mwisho. Tega sikio. USA kimeumana. Ni huko Trump, huko Elon Musk. Mwaga yangu ni mwage yako. Lete mafaili nilete video. Wanagombania nini? Nilidai kuambia hapa. Hakuna ushoga wa kudumu, hakuna wadui wa kudumu, ila kuna maslahi ya kudumu. Na niliwaambia kitu kifanyie kazi hadi kwenye maisha yako ya kawaida. Trump kacheza na maslahi ya mwenzake. Bwana, watu walikuwa wanajua Trump na Elon hawapatani siku nyingi sana, hata kwenye ule utawala wa kwanza, kwa sababu sera za Trump zilikuwa haziendani na Elon, kwa maana bado ni maslahi yalikuwa yaendani. Lakini awamu ya pili Trump alipokuja kugombea, Elon akawa anamsupport. Kwa hiyo Wamarekani wengi wakisema mpaka Elon Musk ameunga mkono juhudi za Trump, basi Trump safari atakuwa na vitu vya maana. Na kweli Trump akaja na sera nyingi sana nzuri. Nachofanya sasa hivi wamwagiane hizo siri wanazotoleana huko. Ni bajeti ambayo Trump ameipitisha kwa siri bila kumshirikisha Elon Musk, ili hali alimteua Elon Musk kwa msimamizi wa ufanisi wa serikali. Maana yake serikali isingeweza kufanya kitu chochote bila kumhusisha Elon. Unafikiri kwa nini alimpa hiyo nafasi Elon? Wacha nikurudishe tena kwenye kampeni zao. Kipindi cha kampeni, Elon alikuwa anamsupport Trump kwa kutoa hadi fedha kwa mtu yoyote atakayekuwa ametoka kumpigia kura Trump, ambayo ilikuwa ni $10,000. So you can imagine mpaka Trump anashinda, Elon amepata hasara kiasi gani ili Trump ashinde. Lakini bado alimfadhili kwenye kampeni zake. Watu wakamwamini Trump kwa sababu ya Elon. Sasa amekuwa rais. Kumbe watu walikuwa na makubaliano. Makubaliano ni yapi? Ndio maana hadi Elon ametoa hela zake nyingi hivyo. Kulikuwa na makubaliano kwamba Trump atakapoingia madarakani, sera zake zitakuwa ni zile ambazo zitaifavor biashara za Elon Musk. Bajeti ambayo Trump ameipitisha inaenda kuwa mzigo mkubwa sana kwa wananchi na bado kwa Elon Musk moja kwa moja. Hali ambayo sasa inafanya watu washangae. Yani mimi mwenyewe nashangaa Trump kwa nini kapitisha bajeti ya aina hii. Haya, tuanze. Kwenye hiyo bajeti yake, engo sasa ambazo zinamkera Elon. Ya kwanza, kwenye hiyo bajeti yake anataka kuondoa ruzuku kwenye magari ya umeme. Ikumbukwe dunia nzima ipo kwenye mchakato wa utunzaji wa mazingira. Kwa maana tunahamia kwenye teknolojia na nishati mbadala. Yani chochote kile ambacho mtu anaweza kukifanya ili kulinda mazingira. Yes, that's the right point. Kwa hiyo Elon kwa kuwa alishaona mustakabali wa dunia ni kwenye kutunza mazingira, kwa hiyo alianza kuwekeza huko. Hapo tunazungumzia sasa biashara ya magari ya umeme ya Elon inayoitwa Tesla. Kwa kuwa dunia ndio inapoelekea, serikali zilizopita kwenye bajeti zao walikuwa wameweka ruzuku kwa mtu yeyote atakayenunua magari ya umeme, kwa sababu atakuwa anatekeleza ajenda za serikali. Yani hivi, utanunua hii gari kwa bei ya chini kwa sababu asilimia kadhaa serikali itakuwa imekulipia. Hiyo ndo maana ya ruzuku kama hujaelewa. Kwa mfano gari ilikuwa inauzwa 10,000, serikali itakulipia shilingi 3,000, kwa gari utainunua kwa 7,000. Trump kwenye hii bajeti yake mpya kaondoa hiyo ruzuku. Jambo la pili,
Elon amewekeza kwenye mradi wake mwingine, biashara yake nyingine inayotambulika kama space. Ambako kwenye space yeye anafanya nini? Anauza satellite angani. Na ukumbuke Marekani wana NASA kupitia jeshi lao la anga, kwa hiyo walikuwa wanatumia sana huduma za Elon kupitia biashara yake ya space. Guess what? Trump kapunguza bajeti ya jeshi la anga la Marekani. Kwa maana hiyo gharama za matumizi zimeshuka, ambapo hapo moja kwa moja anaenda kuathiri biashara ya sponsor wake, kwa sababu kama amepunguza bajeti ya jeshi la anga, manake jeshi la anga alitotumia hela nyingi kumlipa Elon kwenye masuala yake ya anga, lakini pia eti amefungua kutoka kwenye jeshi la anga kufanya biashara na Elon tu, saizi amekaribisha washindani wengine pia wakashindane na sponsor wake. Mnaelewa nyewe wanasiasa wasivyokuwa na fadhila? Haya. Jambo la tatu, Elon ana biashara ya Starlink ambako anauza internet, na Trump alitangaza atahakikisha huduma ya internet inafika kwenye vijiji vyote Marekani. Kwa hiyo Elon akaona kwa kuwa yeye ndo mwekezaji pekee ambaye ameyawahi majira, moja kwa moja alikuwa anaenda kufarijika. Otea nini? Trump ameondoa hilo jambo, amesema yeye hatu supply tena internet mpaka vijijini. Na watu wanacheka, ila huko wanawaza. Bajeti hiyo athari yake ni kwamba kama hivyo vitu vya ruzuku vinaondoka, manake maisha yanaenda kuwa magumu zaidi kwa raia wa Marekani. Shanifahamu? Lakini pia kama nilivyosema awali, bajeti hiyo ni kubwa. Kwa Trump ameweka wazi kwa ataenda kupandisha kodi. Kodi zitaongezeka ili wananchi waweze kuibeba hiyo bajeti. Na ukumbuke hiyo bajeti ukubwa wake sio kwenye matumizi ya wananchi kama vile nyinyi eti bajeti yenu za wizara inavyokuwa. Bajeti ina bilioni ambako itanunua itafanya ruzuku za madawa, ruzuku za pembejeo. Hola. Bajeti hiyo imekuwa kubwa kwenye matumizi ya serikali. Yaani serikali inataka kufanya hivi, serikali inataka kufanya hivi, serikali inataka kujinunulia hivi, serikali inataka kujinunulia hivi. Kwa ndo bajeti imekuwa kubwa kwenye vitu ambavyo moja kwa moja havitogusa wananchi. Kwa hiyo Elon kaenda Twitter ka address kasema, jamani, mimi hii bajeti kubwa inayoenda kupitishwa, huu mzigo wa bajeti ambao umeshasainiwa, mimi sikushiriki, sijui, na hata wabunge hawajui kwa sababu bajeti imepitishwa usiku kwa usiku. Trump naye akajibu mapigo huko Twitter akasema, Elon ile nafasi nilokuwa nimemweka alikuwa atoshi, kwa nimemtoa, ndo maana anakandia bajeti yangu. Elon akaendelea kufukua mafaili ya Trump. Akasema, wewe bila mimi usingekuwa rais. Nimekusupport kwenye 1 2 3 1 2 3. Kwa sababu ndo anaanza kutoleana siri zao. Elon nikaenda kutoa faili hilo. Akasema hivi, Trump yupo kwenye mafaili ya Epstein, ndo maana Trump mpaka leo anatoa mafaili ya kila kesi ambayo haikuisha vizuri, kesi ambayo ilikuwa ina utata, ila faili ya kesi ya Jeffrey Epstein hajaitoa. Jeffrey Epstein anahusishwa na nini? Hapo ndo chai inaponoga. Jeffrey Epstein anahusishwa na kesi kama ya P. Diddy, ila ya kwake ni worse kwa sababu huyo mtu alikuwa anadili na watoto wadogo miaka 14 kushuka chini. Ubakaji, ulawiti, usafirishwaji wa watoto wadogo kwenda kutumikishwa kingono, pamoja na kuchochea biashara ya ukahaba. Trump akakanusha. Trump alivyokanusha, saa ngapi Elon asiruke na video ya mwaka 1992 ikionyesha Trump akiwa kwenye parties za Jeffrey Epstein huko. Lakini bahati nzuri hiyo video hapo wanaonekana hapo ni watu wazima. Ila sasa watu bado wanasema hivi, parties za Jeffrey Epstein zilikuwa zinajulikana. Kwa kama Trump alikuwa ni marafiki na huyo mtu, maana yake naye ni wale wale. Lakini kama itoshi, msisahau pia Trump amekuwa akisema P. Diddy ni rafiki yake.